Mradi huu ulianza kubuniwa tangu mwaka 1961. Kumekuwa na nenda rudi wakati wote. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipoingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021, akasema kuzungumza imetosha. Sasa tunakwenda kutekeleza mradi wa Kidunda. Kwa sababu wananchi wa Dar es Salaam na wananchi wa Pwani inapofika mwezi wa 10 wamekuwa katika shida kubwa ya upatikanaji wa maji kutokana na kupungua kwa maji katika mto wetu Ruvu Juu na Ruvu Chini. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan akasema kuzungumza imetosha. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji. Nafurahi kwamba mradi wetu sasa umefika 50%, na bahati nzuri wote mnauona hapa nyuma yangu. Hili tuta mnaloliona hapa lina urefu wa mita 870. Kimo chake ni mita 24. Mnaona ile kama ghorofa. Huu mradi hapa ukikamilika, bwawa la Kidunda litakuwa na uwezo wa kuweka lita za ujazo ama kukusanya maji lita za ujazo bilioni 190, na maji haya yataelekezwa katika vyanzo vyetu vinavyochakata maji kwa ajili ya kwenda Dar es Salaam na kwenda mkoa wa Pwani na maeneo yote yanayohudumiwa na mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam, DAWASA. DAWASA inahudumia watu zaidi ya milioni 7.4. Ni lazima mamlaka hii iwe na chanzo cha uhakika cha maji, na ndio maana Mheshimiwa Rais akasema pamoja na Ruvu Juu na Ruvu Chini, pamoja na kwamba wakati wote wa mwaka imekuwa ikitoa maji mengi pamoja na visima vingine vilivyochimbwa na DAWASA katika maeneo mbalimbali, lazima tuwe na chanzo ambacho hata wakati wa ukame, wakati ambapo Ruvu inapungukiwa maji, tuwe na maji ya kutosha ya kuwapatia wakazi wa Dar es Salaam na Pwani, sababu Dar es Salaam ndio jiji letu la kibiashara. Tukianza kuwa na kero za katika kwa maji, tutaharibu hadhi ya Dar es Salaam, na tukiharibu hadhi ya Dar es Salaam tunaathiri mapato ya nchi. Tukiathiri mapato ya nchi, tunaathiri uwezo wa serikali kuhudumia Watanzania, sababu fedha zinazokusanywa Dar es Salaam ndizo zinakwenda Songea, zinakwenda Kigoma, zinakwenda Mtwara, zinakwenda Lindi, zinakwenda Mbeya, zinakwenda Songwe, zinakwenda Tanga, zinakwenda Kagera, zinakwenda Kilimanjaro kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo ni lazima tulilinde jiji la Dar es Salaam kwa nguvu zote, liwe na utulivu na huduma zote, ili serikali ikusanye mapato ya kuwahudumia Watanzania. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani akasema tunakwenda kutekeleza mradi wa Kidunda. Huu mradi unatekelezwa kwa shilingi bilioni 336. Shilingi bilioni 336. Hivi ninavyozungumza na nyinyi umeshafika 50% ya utekelezaji. Malengo yetu ifikapo Disemba mwaka huu mradi huo umekamilika. Na sehemu kubwa ambayo imekuwa ikileta kikwazo ni kujenga hili tuta. Wote mnaliona. Pale juu kutakuwa na barabara. Magari yatakuwa yanapita, yanapishana. Lakini litapata kusanya maji hapa mengi. Haya maji yatatumika kwa shughuli mbalimbali. Moja ni upatikanaji wa maji. Katika mgawanyo wa maji yatakayozalishwa kupitia bwawa hili la Kidunda, tumeamua katika zile lita bilioni 190, lita bilioni 2 tu ndio zitakwenda kwenye matumizi. Hayo niliyozungumza. Sasa kumekuwa na maneno mengi. Wanaharibu mazingira, sijui na nini, manake kwenye safari za maendeleo kama hizi sio watu wote huwa wanafurahi. Kumbukeni wa Tanzania, watu walipinga sana bwawa la Nyerere. Leo hii tunapata megawati 2115 katika bwawa la Nyerere. Tumeachana na umeme wa gharama kubwa ambazo TANESCO walikuwa wanalipa fedha nyingi kuwapatia wazalishaji wa umeme. Sasa tuna umeme wetu. Ukishafanya hivyo watu hawatafurahi, watu watakasirika. Lakini hapa Kidunda pia tuliposema tunaanza kutekeleza mradi wa bwawa la Kidunda, maneno yakaanza, watafyeka miti, watafanya hiki, watafanya hiki. Maji ekolojia sijui ya mto itaharibika. Sasa tunakusanya. Kwanza haya maji yalikuwa yanakwenda baharini. Yanatoka hapa yanasafiri kilomita 168 yanakwenda baharini. Sisi tunayakusanya hapa. Yasiende baharini huko yakaenda kupotea. Tunayakusanya hapa. Tukiyakusanya hapa wala hatuzuii mto kutiririka. Tunakwenda kutumia lita bilioni 2 katika bilioni 190. Katika lita hizi bilioni 2, lita milioni 600 tutazipeleka kwenye mtambo wetu wa Ruvu wakati wa upungufu.
Sawa. Lita bilioni 90 tunazipeleka kwenye maeneo mengine katika kulinda pia ekolojia ili eneo ya mto huu uliokuwa unatiririka ili pasipatikane madhara. Lita milioni 400 tunazipeleka kwenye mradi wetu wa Mkulazi ambao pamoja na mazao mengine unakwenda kutuongezea upatikanaji wa sukari. Na wote mnafahamu mkoa wa Morogoro ndio mkoa unaozalisha sukari ya Watanzania kwa 75%.